Na shalom na Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha sana katika mafundisho haya mahususi kwa ajili ya watu wa Mungu. Mimi ni Dr. Issa Fazil Kisesa. Karibu sana katika mafundisho haya ambayo leo tutajifundisha ni namna gani mtu wa Mungu unaweza kuomba na ni maneno gani ambayo unaweza ukayatumia katika maombi yako. Neno la Mungu linasema Roho Mtakatifu anatusaidia sisi kuomba. Kwa hiyo anatusaidia kuyapanga maneno vizuri katika maombi yetu. Karibu sana katika mafundisho haya. Ninaposoma kitabu cha Yakobo, neno la Mungu linatuambia kwamba watu wangu mnaomba vibaya na ndiyo maana ampati. Na ni kweli, na ni hapo nilitaka tufundishe leo kidogo kuhusiana na maneno ambayo watu wengi wa Mungu wanayachukua na kuyatamka katika maombi yao, ambayo ni maneno ndivyo sivyo, ambayo huyapaswi kuyatumia katika muktadha wa maombi yako. Leo na maneno mawili ambayo ningependa watu wa Mungu tuweze kujadili, tuone ni nini maana ya maneno hayo. Na leo nimechagua maneno mawili. Nini maana ya neno mjoli na nini maana ya neno mtumishi? Kuna watu wengi wanaomba, Mungu watazame wajoli wako. Mungu sio mjoli wetu. Nini maana ya neno mjoli? Kwanza tulione katika Biblia neno mjoli. Tukisoma Ufunuo sura yake ya 19 na mstari wake wa 10, tutakuta mjoli hapo. Tukisoma pia Ufunuo sura yake 22 mstari wa 9, tutakuta ufunuo. Tukisoma Wakolosai 1:7, lakini pia Wakolosai 4:7, tutakuta mjoli, na Mathayo 18:29 na ile 33. Lakini pia tukisoma Wafilipi 4:3, tutakuta neno mjoli. Nini maana ya mjoli? Mjoli maana yake ni mfanyakazi mwenzako, mtu ambaye mnafanya naye kazi ya kufanana. Na ndiyo maana tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 10, tunamkuta Yohana alitaka kumsujudia malaika, lakini malaika akamwambia, hapana, usinisujudie mimi ni mjoli wako. Kwa nini malaika aseme mimi ni mjoli wako? Sababu alijua wanafanya kazi ya kufanana, yeye pamoja na Yohana, wote ni wajumbe wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mjoli maana yake ni mtu ambaye mnafanya naye kazi moja ya kufanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnafanya kazi ya kufanana. Kwa hivyo uwezo ukasema kwamba Mungu tazama wajoli wako. Sisi si wajoli wa Mungu. Hatufanyi kazi ya kufanana na Mungu. Hapana. Lakini malaika alisema mimi ni mjoli wako, sababu alijua wanafanya kazi ya kufanana na Yohana. Yohana ni mjumbe wa Mungu, lakini pia na malaika ni mjumbe. Kwa hiyo usiseme tena katika maombi yako kwamba Mungu tazama wajoli wako, sababu mjoli si Mungu, lakini mjoli ni mtu ambaye mnafanya naye kazi ya kufanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kwetu Mungu ni baba. Sisi kwetu Mungu ni kiongozi wetu, ni Bwana wetu anayetutuma katika kazi. Kwa hiyo si mjoli wetu. Atufanye naye kazi ya kufanana. Kwa hiyo katika maombi usiseme tena Mungu tazama mjoli wako. Sema Mungu tazama watumishi wako. Lakini mjoli ni neno linalotumika sisi kwa sisi ambao ni watumishi wa Mungu. Nafikiri hapo utakuwa umeelewa neno hilo mjoli. Neno mtumishi, mtumishi ni mtu anayetumwa kwa ajili ya kazi mahususi, kwa ajili ya kazi fulani. Ni mtumwa, ni mtumishi. Anaweza akawa mjumbe, anaweza akawa mtumishi wa jambo fulani, sababu kuna aina 4 za utumishi. Lakini kwa ufupi tu ni heri kusema Mungu tazama watumishi wako kuliko kusema Mungu tazama wajoli wako, sababu mwanadamu si mjoli wa Mungu, bali wajoli ni wanadamu wao kwa wao, sababu wanafanya kazi za kufanana. Mfano, mimi ni mwalimu. Ninapokutana na mwalimu mwenzangu, lazima nitasema huyu ni mjoli wangu, sababu tunafanya naye kazi ya kufanana. Mfano, wewe ni daktari. Unapokutana na daktari mwenzako, lazima utasema huyu ni mjoli wangu. Kwa hiyo usiombe katika maombi yako kusema kwamba Mungu tazama wajoli wako. Ni heri yako kusema Mungu tazama watumishi wako. Ni hayo nitaka niweke wazi leo, na Mungu akubariki sana.